Unaogopa nini? Unaogopa nini? Pokea taarifa. Tunataka mwenyekiti apokee taarifa, kikao kiendelee. Tunaomba ufafanuzi pia. Sio mtumishi wa chama tangu tarehe 28 na sio mtumishi wa chama. Mwenyekiti ametakiwa apokee taarifa. Ni mvutano uliotokea katika kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Moshi mjini baada ya baadhi ya wajumbe kutofautiana mwenyekiti wa CCM wa wilaya hiyo. Sintofahamu hiyo imetokea katika kikao cha halmashauri kuu kilichofanyika katika ukumbi wa CCM mkoa wa Kilimanjaro ambacho kiliitishwa kwa ajili ya kupokea taarifa ya serikali kuhusu utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Chama chetu cha Mapinduzi kina utaratibu wake na hao vijana wamejipanga kutaka kuleta vurugu na kuomba uchukue nafasi yako. Mvutano huo ulionekana kuwagawa wajumbe katika makundi mawili, kundi moja likipinga mwenendo wa kikao huku jingine likionekana kumunga mkono mwenyekiti wa wilaya. Taarifa zinaeleza kuwa baada ya mwenyekiti kufungua rasmi kikao hicho, baadhi ya wajumbe walisimama wakitaka kutoa taarifa, ambapo hata hivyo mwenyekiti alikataa kupokea taarifa hiyo akisema haikuwa katika ajenda za kikao. Sina ajenda ya taarifa na sina taarifa ya kupokea kutoka kwenu. Huo sio utaratibu wa chama chetu. Mimi nimetangaza rasmi kwamba nimefungua kikao changu na kikao kiendelee. Hatua hiyo ilisababisha mjadala mkali uliopelekea kikao hicho kusimama kwa muda, ambapo baadhi ya wajumbe waliondoka kwenye ukumbi na kurejea baadaye wakati kikao hicho kilipoendelea. Baadhi ya wajumbe wamedai kuwa tayari kulikuwa na barua iliyowasilishwa na baadhi ya wajumbe wakilalamikia uongozi wa mwenyekiti huyo pamoja na kusaini hoja ya kutokuwa na imani naye, wakitaka kikao hicho kijadili na kufanya maamuzi kuhusu swala hilo. Baada ya kusimama kwa muda, kikao hicho kiliendelea tena, ambapo mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kilimanjaro Patrick Boisafi alieleza kusikitishwa na hali iliyojitokeza. Tunavyofanya hapana. Narudia, hapana. Tukae tuzungumze vitu mezani kwa utulivu. Nyosha mkono, upewe nafasi, useme unachotaka kusema na utasikilizwa. Ndio maana leo kusema ukweli niwaambie, ilikuwa nisije kwenye mkutano huu, lakini nimekuja makusudi nikitaka kuona ni nini kitatokea hapa. Sasa hichi ambacho kimetokea
haikuwa mahali pake. Sio imeshanyele taratibu. Walikuwepo. Nisikilizeni. Walikuwepo. Sasa kitu gani mmefanya? Mmeshaanza kabla hao. Kwa ni waombe kwanza, mnapoingia kwenye mkutano mkae, kumbe tuko na mpango, na sisi chama chetu kina taratibu zake. Unaandika kwenye mamlaka zinazohusika, watasoma, watakuiteni, watawasikiliza, na baadaye tutajadiliana, kwa sababu kukosoa na kukosolewa ni sehemu ya miongozo ya chama chetu. Tusipoenda hivyo, mimi ambaye nina umri ambao ninao, na namshukuru Mungu, ninajua hii wilaya ilikuwa wapi. Miaka 25 tulikataa maendeleo kwa nguvu zetu wenyewe. Miaka 5 ya nyuma tulifanya, tukakubali tunataka maendeleo. Miaka 5 hii iliyofuatilia tukasema tunataka maendeleo. Lakini sasa kama tunataka kujirejesha kule tulikotoka, ni waombe wajumbe wa halmashauri kuu ya wilaya ya Moshi tujitafakari, tunataka kurudi tulikotoka au tunataka kwenda mbele. Na kwenda mbele tunatakiwa tufanye nini? Tunasema mamlaka yanatoka kwa Mungu, basi tuheshimu mamlaka, tusikilize. Kama kuna ushauri tutoe, tusiposikilizwa ndio hatua zinazostahili pia zichukuliwe. Nataka niwaambie wajumbe wa kamati kuu wa halmashauri kuu ya wilaya, hakuna mtu atakaye kufa kwa sababu ya jambo ambalo ameliweka mbele halijasikilizwa namna anavyotaka. Lazima tujue hilo na kuonyesha ukomavu, kukua kwenye kisiasa, kwenye maisha, kwenye uchumi na nini. Lazima uonyeshe ulichokionyesha hapa mbele ya watendaji. Kesho kutwa mtaenda kukagua miradi pia. Wameona namna ambavyo mlijipambanua hapa. Sasa kule wakijipambanua tofauti, mnawashauri nini? Kwa hiyo ninyi watendaji mjisikia mjaona jambo la ajabu. Na sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa mlioko huku, tena mliopewa dhamana na wanachama wetu, tujisikie kwamba hatujafanya jambo ambalo haliko sahihi. Mkutano na tulikuwa na maelekezo na barua naifikiri zimeshakuja kwenu. Tunataka kuja kukaa na ninyi, tuwapi vitu gani tunatakiwa mfanye. Haiwezekani kila mara Moshi mjini tunaonekana kama vichwa vya wenda wazimu. Haiwezekani. Nataka niwaambieni tu, kama kuna mtu anataka kipande chake aonyeshe ni kipi anataka, tuheshimiane tu. Hata kama mlinichagua mie kwa makosa au mtu mwingine kwa makosa, ulishamchagua. Muda ukifika ataondoka, mtamleta mwingine. Sisi naeleweka hiyo lugha hapo. Hata kama tulifanya kwa makosa, tulikwisha kufanya kwa makosa, hao ndio viongozi wetu. Tuwaheshimu, tufanye nao kazi, tujiletee maendeleo. Hapa hatuwezi kulumbana hivi alafu tukawafuata hawa juu ya utekelezaji wa ilani, na wenyewe watatuchezea, kwa sababu tunataka kuwapa nafasi ambayo kwa hakika wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na imeandikwa. Tukijiheshimu tutafika tunakotaka. Tukifanya tunayotaka kufanya, tunaweza tukafikiria tumefaulu, lakini tunajirudisha nyuma.